Neno la leo linapatikana kitabu cha Mathayo mtakatifu sura ile ya 4 mstari wa kwanza hadi ule mstari wa 11. Ndiyo neno ambalo tunaongozwa nalo Jumapili ya leo ya Kwaresima. Nami nawatangulia kusoma kama ilivyoandikwa. Kisha Yesu alipandishwa na Roho nyikani ili ajaribiwe na Ibilisi. Akafunga siku 40 mchana na usiku. Mwisho akaona njaa. Mjaribu akamjia akamwambia, ukiwa wewe mwana wa Mungu, amuru kwamba mawe haya yawe mkate. Naye akajibu akasema, imeandikwa, mtu hataishi kwa mkate tu, ila kwa kila neno litokalo katika kinywa cha Mungu. Kisha Ibilisi akamchukua mpaka mji mtakatifu, akamuweka juu ya kinara cha hekalu. Akamwambia, ukiwa ndiwe mwana wa Mungu, jitupe chini, kwa maana imeandikwa, atakuagizia malaika zake, na mikononi mwao watakuchukua, usije ukajikwaa mguu wako katika jiwe. Yesu akamwambia tena, imeandikwa, usimjaribu Bwana Mungu wako. Kisha Ibilisi akamchukua mpaka mlima mrefu mno, akamuonyesha miliki zote za ulimwengu na fahari yake. Akamwambia, haya yote nitakupa ukianguka kunisujudia. Ndipo Yesu alipomwambia, nenda zako Shetani, kwa maana imeandikwa, msujudie Bwana Mungu wako, umwabudu yeye peke yake. Kisha Ibilisi akamwacha, na tazama, wakaja malaika wakamtumikia. Tuombe. Tunakushukuru Baba Mungu mtakatifu, Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo. Asante kwa Jumapili njema hii ya Kwaresima ambayo Mungu umetuwezesha kukusanyika mahali hapa. Neno lako la leo linatukumbusha jinsi itupasavyo kama Wakristo kusimama na msimamo ambao unaweza ukatusaidia katika maisha yetu. Ni maneno ya Bwana wetu Yesu Kristo alipokuwa katika dunia hii, alipoanza kazi ya ukombozi aliyohiari kutoka kwa Baba. Anakutana na changamoto katika maisha yake. Nasi Mungu tunapolisikia neno hili, tutie nguvu, maana duniani munayo ziki nyingi na mateso na majaribu mbalimbali. Hatuwezi peke yetu pasipo wewe. Maana Yesu mtangulizi wetu anatufundisha na kutukumbusha kwamba alimshinda adui kwa kutumia neno. Ninaomba neno lako Mungu likakae kwa wingi katika maisha yetu. Kama mwandishi mmoja alivyosema, nimeliweka neno lako moyoni mwangu ili nisitende dhambi. Neno lako likae kwa wingi ili nasi tupate kufanikiwa katika majaribu tunayoyapitia. Ninajua kabisa majaribu ni mtihani ambao unapaswa kila mtu ajaribiwe. Ndiyo maana hata wanafunzi wanapojifunza mashuleni wanapewa majaribio ya mtihani ili kuona kama kile alichojifunza amekielewa. Lakini wanaokumbuka vizuri, wanaofanya vizuri, wanafaulu. Nasi katika maisha yetu tupe kufaulu, Mfalme mwema, ili shetani asipate nafasi. Ninaomba Roho wako Mtakatifu awe pamoja nasi tunapolisikiliza neno hili. Usitupite katikati ya ibada hii, uendelee kuwa pamoja nasi. Zungumza na kila mmoja aliyepo mahali hapa, aliyejiandaa kufunga kwa ajili ya mfungo mtukufu, kwa ajili ya Pasaka inayokuja mbele yetu. Maana ni Pasaka ya kupokea ukombozi. Baba, tusaidie, tupe neema yako kuyajua haya. Katika jina la Yesu Kristo naomba na kushukuru. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Mfumo wa masomo tuliyosoma siku ya leo yote yanatuelekeza kwenye neno moja tu la kwamba nani anapaswa kuheshimiwa.
maneno ya kitabu cha Mwanzo, Mungu alipokuwa anamuumba mwanadamu alimpa masharti, alimpa na maagizo, alimpa kazi ya kufanya, akampa na mipaka ya kwamba mipaka yako itaishi. Matunda ya miti yote ya bustani utakula, lakini hili tunda la katikati la mti huu, zile siku utakapokula utakufa. Ndipo dhambi ilipochipuka, ndipo uasi ulipoanza. Katika serikali za sasa, kama linatokea tatizo la kwamba mtu huyu ameasi, halijaanza leo, lilianzia pale Mungu alipoumba mwanadamu akamweka katika bustani. Lakini shetani alipoasi kwa Bwana, ndipo alipokuja kugeuza mfumo, akaanza kuunda makundi na kumshawishi mwanadamu aache kumsikiliza Mungu ambaye amemuumba. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana anamtega kwa kumuuliza, anatumia mbinu, anatumia maarifa ya kwamba nimuteke huyu. Akafika na swali la kwamba eti Mungu amekataza msile matunda yote ya miti hii. Akasema hakusema hivyo. Alijua kabisa Mungu alichokifanya, lakini ili kujipatia umaarufu, ili kuongezea nguvu, akatangaza kama ni kwamba Mungu amekataza miti yote. Ndipo mke, ukila Mungu anajua, utajua siri, macho yako yatafumbuliwa, utaona kila kitu. Alikuwa anatafuta mbinu ya kupinga kile ambacho Mungu amekipanga. Alimuweza mwanadamu. Mwanadamu akaingia kwenye mfumo wa shetani, akala yale matunda, jua yuko uchi, akajua mema na mabaya. Alitambua kwamba sasa wakati mwingine lakini Mungu akamwambia hakika utakufa. Somo la leo linatukumbusha habari za jinsi Mungu alivyoandaa njia ya kumwokoa mwanadamu. Ni maandalizi yale ambayo Mungu alipokaa kule mbinguni, alipoona mtu aliyemuumba kwa mfano wake, kama jinsi mzazi anavyoumia kwa mtoto wake aliyemzaa, anapoona kuna mambo yanayomtesa. Hata akiwa gerezani anaamua kutoa mali yake yote ili akauze mtoto wake awe huru. Bwana Yesu asifiwe. Anaenda hata kwa majirani kwa ajili ya kuhangaikia mateso ya mtoto wake aliye gerezani. Lakini leo Mungu anamtuma Yesu Kristo kuwaokoa wanadamu ambao shetani aliwalagai pale Edeni kwamba hamtakufa, lakini bado wakawa wanaendelea kufa. Mungu akatafuta njia nyingine ya kumuokoa. Sasa Yesu ameshuka duniani, amekuja kwa ajili ya kuokoa mimi na wewe. Anakutana na changamoto ile iliyotokea Edeni. Biblia inasema kwamba alipoingia katika mfumo huu, anajiandaa kwa ajili ya kazi ya ukombozi. Ameshuka duniani, amekanyaga ardhi hii, anataka kumuokoa mwanadamu. Ndipo alipitia kwenye utaratibu, akaenda katika mto Yordani ili abatizwe. Alipokuwa anabatizwa, watu wakasikia sauti kutoka mbinguni, ikasema, huyu ndiye mwanangu mpendwa niliyependezwa naye, msikieni yeye. Tayari Yesu anachaguliwa. Kama ni mzee wa kanisa hatujui, kama ni kiongozi wa kwaya hatujui, lakini ni maandalizi kwa ajili ya kuwakomboa wengine. Yesu anaanza kazi. Ataanza kwa mfumo gani? Biblia inasema kwamba katika kazi hii, kwa sababu alikuwa hawezi kuifanya, akaamua kubeba mzigo, kuingia kwenye maombi, akaenda mlimani ili aombe nguvu kutoka kwa Mungu imsaidie. Alifunga siku nyingi hakula. Akawa jangwani, alijitenga karibu na vurugu, alijitenga karibu na kelele, akaenda mahali palipotulia ili aweze kusema na Mungu wake, ili aseme na baba yake kwamba, Baba, unanikabidhi kazi hii nzito ambayo ninaenda kulifanya, naomba unitie nguvu. Hakuchukua mzigo peke yake, hakuchukua mamlaka yake kwamba nina uungu kutoka kwa Baba. Hakujikweza, alijishusha, aenda mlimani ili aombe. Ndipo yule mwovu ambaye ni mkorofi wa siku nyingi, ambaye alianzia kwa Adamu, akamfuata kupitia njaa. Njaa nani mnaifahamu njaa? Njaa imeharibu wengi wapendwa. Imetuharibia hata watoto.
Mhubiri mmoja akasema chips za 500 kaombe hata pale vibandani wanaweza wakakupa, lakini chips za 500 zinaharibu maisha ya watoto wetu, wanapata kuangamia. Anamjaribu mwana wa Mungu, anasema ikiwa wewe ni mwana wa Mungu na jisikia njaa, jaribu kubadilisha mawe haya yawe mkate. Kwa nini shetani alitumia jambo hilo? Kwa sababu Wayahudi walikuwa tayari kumpokea Masihi aliyekuja, na hawakuweza kuamini, lazima waone muujiza. Walitaka waone miujiza. Kwa hiyo shetani alimpitia Yesu kwamba akisha kubadilisha mawe yale yakawa mkate, watu wengi wataamini kwamba ana nguvu, huyu ametoka kwa Mungu, watamwamini. Bwana Yesu asifiwe. Alichokifanya ndio mfumo ulikoelekea, kwamba afanye miujiza kumwamini. Yesu alimwambia mtu hataishi kwa mkate ila kwa neno. Neno likikaa kwa wingi, unaweza ukamshinda shetani. Hata uwe na njaa, unaweza ukayashinda majaribu. Si kwa ajili ya njaa ufanye uizi. Unaweza ukashinda neno likiwa ndani yako. Shetani kumwacha, akasema huyu bado tu. Akamjaribu tena, akaenda naye sehemu nyingine. Alikuwa mwelevu. Shetani anajua Biblia kuliko wewe. Anajua Biblia kuliko wachungaji. Anajua Biblia kuliko maaskofu. Shetani anajua. Akaenda akampandisha juu ya kilele, kinara cha kanisa, akasema ikiwa wewe ni mwana wa Mungu, jitupe chini, utoke juu, uanguke, ili malaika watakudaka. Alisoma andiko. Hakusema bure, alikuwa na maandiko, vifungwa navyo. Kama hujawahi kutana ana kifungu, shetani anapomwingia mtu anakuwa ameandaa kifungu. Kwa hiyo alimjaribu Yesu kwa njia hiyo, kwamba sasa atakapokuwa anatoka juu anajirusha, si wapo watu chini watakaoshuhudia, ndio watakaomwamini kwamba hakika ana nguvu. Lakini kwa sababu Yesu alikuwa anamwangalia Mungu, alikuwa anamwangalia baba yake, alikuwa anafanya mapenzi ya baba yake, hakutaka aaibishe hayo, hakutaka ajikweze, hakutaka abadilishe mfumo aliokuwa nao. Akasema usimjaribu Bwana Mungu wako. Unapofanya jambo lingine, unaweza ukamjaribu Mungu. Unaweza ukafanya jambo ukadhani kwamba unafanya vizuri, kumbe unamjaribu Mungu. Unajua hii ni hatari, unaenda kufanya. Unakatazwa jambo hili usifanye, unafanya. Baadaye unasema Mungu nisaidie. Unamjaribu Bwana Mungu wako. Yesu alijua mbinu ya shetani, akasema siwezi kujitupa kwa sababu nitakuwa ninamjaribu Mungu. Akaamini kabisa kwamba Mungu anao uwezo. Usimjaribu Bwana Mungu wako. Shetani tumulinganishe na kupe wa namna gani? Wao sisi kwetu kuna kupe mmoja tunamwita kupe wa Ulaya. Akikamata mfugo wako atakwenda na maji. Hata ufanye jitihada, yeye anaendelea kunyonya damu tu, anatuna. Shetani hakumwacha, akaenda na jaribu la 3. Hilo jaribu ni kubwa. Akampeleka kwenye kilele cha mlima. Kuna milima inatisha. Siku moja nilienda pale Sabato, unapoangalia shuba unaiona yote kwa chini, lakini haikuwa hivyo. Ule mlima ulikuwa ni wa tofauti na milima tunayoiona. Akaenda pale, akamuonyesha miliki yote, akaona na miji ilivyojengwa, akaona na watu waliomo mule, akaona na mali zilizomo na majumba yaliomo mahali pale. Akasema ukinisujudia, ukipiga magoti, ukiniabudu mimi, basi miliki yote ile nitakupa, maana ninawapa wote wanaonisujudia. Ni jaribu la ngapi? La 3. Wakati mwingine unapotafakari haya, ujue kabisa kwamba dunia hii imetawaliwa na mwovu. Maana shetani anatawala dunia hii. Ndipo Mungu anamtuma Yesu Kristo kuja kukuokoa wewe katika dunia hii yenye shida. Kwenye miliki uliopo ni miliki ya dunia hii ambayo
kuna mambo yanayokuzunguka. Kuna mambo mengi ambayo yanakukatisha tamaa katika maisha ya kuishi. Wajua haya yote ni akina mama wenye uchungu wa kuzaa ndio wanayojua yanayotendeka katika dunia hii. Katika mfumo mmoja, katika msingi mmoja, tumekwenda na kichwa kinachosema kimbia, okoa maisha yako. Neimba hapa. Kuna kitu kimeshitua, ujue parapanda ikilia kuna hatari. Kwa hiyo ni jambo gani ambalo linatakiwa ufanye? Ni kukaa tayari ili uokoe maisha yako. Shetani hajachoka, bado anatafuta maisha yako. Bado anakuwinda, anakutaka. Alipoona Yesu amesimama imara, Biblia inasema kwamba alimwacha akaenda kujipata upya. Hakumwacha moja kwa moja, alienda kutafuta mbinu nyingine ili aweze kumwangusha. Haya yote yanatokana na maandalizi. Umejipanga vipi kwa maisha yajayo? Umejipanga vipi kwa maisha ya baadaye? Umejiandaa vipi katika dhiki inayokuja? Maana Yesu alijua kuna mateso mbele, kwa sababu alijua anaenda kubeba dhambi ya watu, anaenda kufa msalabani. Kwa hiyo alipokuwa amefunga kwenda kuomba, yalikuwa ni maandalizi. Umejiandaa vipi mbele za Bwana? Mtu wa Mungu, jiandaaje katika safari hii tunayoiendea? Maana hapa duniani tunasafiri tu wapitaji. Kuna sehemu tunayoielekea. Umejiandaa vipi? Umebadilisha mwelekeo? Umebadilisha mfumo wa maisha yako? Umebadilisha kauli ulionayo? Maisha bila Yesu ni bure. Ni kuhangaika, ni kuteseka bure, ni kuumiza mwili wako pasipo faida. Yesu anatakiwa awe mtawala wa maisha yako. Ili uweze kufika mbinguni, lazima jina la Yesu liwe mbele yako ili uweze kufika. Hakuna njia nyingine ambayo tumeandaliwa kufika kwa Baba. Ni Yesu Kristo ambaye aliyashinda majaribu. Alipotoka sasa kule mlimani, alipomshinda yule mwovu, shetani alipomwacha, Biblia inasema tunapojaribiwa sisi, mtihani ni wetu, tunapimwa. Tujipe moyo ili tuweze kushinda. Tujipe moyo ili tuweze kufanikiwa. Maana kuna majaribu mengi ambayo yanatukuta. Kila mtu angesimama asimulie jaribu lililomkuta, bila shaka ungeona la kwako huenda ni afadhali. Ndoa za watu zinasumbua, lakini wengine wamekuwa marefa na mashabiki wa kushabikia. Wanashabikia, wanashangilia kwamba huyu naye amezidi.